Kafara ya damu sehemu ya 25. Mtunzi anaitwa Hans Maselini. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata kwa kulipia shilingi 300 kwa kila kipande kimoja. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo wakati bado niko kwenye gari nilikuwa namkumbuka sana Mariki wakati alikuwa amenitongoza siku za nyuma. Kilichoendelea, karibu sana. Hii ni sehemu ya 25. Muda mchache baadaye, gari liweza kufika kwenye kijiji ambacho nilikuwa nashukia mimi. Nikasimama, nikashuka pamoja na abiria wengine wachache akiwemo Mariki pia. Waliweza kushuka na wenyewe. Waliweza kushuka pia abiria wale. Wamechonga barabara, kumbe bora maendeleo yatufuate. Maana Mariki alizungumza vile kwa akiwa pangusa begi lake la mgongoni kabla ya kulipachika mgongoni. Kwani una muda mrefu hujaja huku? Nikamuuliza swali huku tukiwa tunazianza hatua ndogo ndogo. Ni kitambo kweli, Aprili. Yaani tangu nilivyomaliza form 4 nikatoka. Hata majibu yalinikuta nikiwa nishatoka tayari. Kwani uko wapi siku hizi? Mimi niko Dodoma. Dodoma? Michigan, Dodoma. Nasoma chuo kule Dodoma, CBE. Kumbe ulienda chuo. Nimbona form 5 na 6 na kupoteza muda tu. Nimepitia shortcut. Na kweli nyewe wanaume inabidi muyawahi kabisa maisha kuliko sisi. Mbona kuliko nyinyi? Vipi? Kwa sababu sisi tunasubiri tu kuolewa. Kwa hivyo hata tukichelewa haina shida sana. Wapi? Tulizungumza vile na kisha kucheka huko pamoja. Sasa Aprili, Mariki alizungumza huko akiwa anasimama. Nami nikasimama, nikaanza kumtazama. Akanitazama usoni. Hivi Aprili, bado unakumbuka swala langu kweli? Akaniuliza swali akiwa anatazama kwa macho yake yenye kulegea fulani hivi. Swala? Ni swala gani hilo Maliki? Aprili, yaani 1.5 na nusu sasa, ushasahau? Nikacheka huku nikiwa nainamisha kichwa changu chini, na kisha nikanyanyua uso wangu nilokuwa namtazama huku bado nikiwa katika tabasamu. Nikafunua mdomo wangu na kuanza kuzungumza. Unajua mambo mengi sana Mariki, na sisi tumekuwa marafiki muda mrefu sana. Nadhani tumeshazungumza masuala mengi tu. Sasa ni vyema ungeniweka wazi ili niweze kukumbuka vizuri. Mariki akanisogelea mara baada ya kauli yangu ile. Akaangaza kila pembe na kisha akasogeza mdomo wake lilipokuwa shavu langu. Akaachia busu shavuni mwangu. Niliyatoa macho kwa mshangao. Nilikuwa nashangaa. Busu lile lilikuja pasipo kujiandaa kulipokea kabisa. Kwa vile liliingia haswa. Nilibaki tu nimedua mara baada ya kupokea busu hilo. Nilikuwa nashangaa tu. Lile busu nilikuwa nimelihisi limeibua vitu kutokea katika miguu yangu. Nilikuwa nimehisi limeleta tofauti. Aprili. Sauti hiyo ya Mariki iliyokuwa imezungumza karibu kabisa na masikio yangu ndiyo ilikuwa imenitoa katika mduwazo. Nikamtazama kwa aibu Mariki. Nakupenda sana Aprili, na ninahitaji uwe mke wangu kabisa. Na tena ndoa ifungwe muda mchache baada ya kumaliza masomo. Nilimtazama Mariki usoni huko maneno yake yakijirudia katika pina za masikio yangu. Nilikuwa namtazama tu Mariki. Nilikuwa namtazama tu vile mara baada ya kuniambia vile. Mariki, tutazungumza kesho. Nakuomba sana niwahi nyumbani, muda umeenda. Nilizungumza kwa sauti ya upole yenye kuzidiwa. Na kusema ukweli tayari Mariki alikuwa ameshanipagawisha. Na kama isingekuwa nimekuja kwa ajili ya matatizo, basi nisingetamani kabisa kutoka pembeni yake kwa haraka. Nikageuka tayari kwa kuondoka. Nilikuwa nahitaji kuondoka. Akanivuta karibu yake na kunikumbatia kutokea nyuma. Aprili, naomba usinifanyie hivyo. Nakuhitaji kweli kweli mwenzio. Alizungumza vile Mariki huku taratibu akinichoma na ndevu zake za kidevuni kwenye shingo yangu ya nyuma. Mpenzi msikilizaji, hisia ambazo nilikuwa nazipata zilikuwa ni hatari sana kwangu, japo zilikuwa na utamu fulani hivi. Mariki akaupitisha mkono wake wa kulia na kushika kifua changu. Akaanza kukipapasa. Mkono wake mwingine haukubaki bure. Aliushusha hadi kwa mbele katikati ya mapaja yangu na kuanza kushikashika kilichopo katikati yake.
nikajikuta nikiwa nagugumia tu kwa raha huko nikiwa napanua miguu. Nilijikuta tu katika hali ile. Malik, nilimuita kwa taabu. Naam, tuko njiani bwana. Nilizungumza vile huku nikiwa simaanishi kabisa kile ambacho nilikuwa nazungumza. Yani nilikuwa natamani tu asiache. Nilikuwa natamani tu aendelee. Hakuna anayekuja. Kwa hivyo usijali. Niko makini. Malik. Sasa pumzi zangu zilianza kutoka kwa kukwama. Mariki akapekecha mkono wake na kufanikiwa kukishika kishikizo cha sketi yangu. Akafungua. Nilikuwa kama nimegutushwa kutokea usingizini. Nikajigandua haraka kutoka katika mwili wake. Nikasimama kwa mbele. Niliweza kusimama kwa mbele. Malik unafanya kitu gani? Nilizungumza kwa jaziba huko nikiwa narudisha kishikizo vizuri sambamba na kujiweka sawa sawa. Aprili, mimi nakupenda. Nakupenda Aprili. Malik alizungumza kwa akiwa ananisogelea. Kupenda gani? Huko sikudhalilishana tu. Nilizungumza kwa jaziba huko nikinyagua begi langu lililokuwa limedondoka chini na kuanza kuondoka kwa kasi. Nilianza kuondoka. Aprili. Japo Malik alikuwa anaendelea kuniita, lakini sikuweza kabisa kuitika. Nilizidi kusonga mbele tu. Muda mchache baadaye nilikuwa nimefanikiwa kufika nyumbani kwa babu. Ilikuwa ni nyumba ambayo imenikuza tangu nikiwa mdogo. Niliweza kufika nyumbani. Bibi, babu, niliita kwa sauti nikiwaelekezea bibi na babu waliokuwa wameketi nje walivyokuwa wanaota moto. Jamani, mjukuu wangu huyo, bibi alizungumza kwa furaha huku akiwa ananikimbilia. Niliweza kuzungumza vile bibi. Ghafla babu akapaza sauti kumzuia bibi aliyekuwa amekaribia kunifikia. Bibi akaganda na kumgeukia babu. Babu alikuwa amemzuia kunigusa mimi bibi. Alikuwa amemzuia. Wote mimi na babu tulibaki kwenye mshangao tu. Babu akanyanyuka pale alipokuwa amekaa. Akakusanya vizuri shuka yake aliyokuwa ameifunga vizuri na kuanza kuzipiga hatua kutuelekea. Akanifikia. Akaanza kunizunguka. Alinizunguka kama mara 7 hivi kabla ya kutulia. Akasimama mbele yangu. Akanitazama usoni. Akaanza kucheka. Alicheka sana babu na kisha baadaye akanyamaza. Alicheka sana babu. Umekuja na nani? Akaniuliza swali hilo akiwa anatazama usoni kwa makini mkubwa sana. Nikamtazama babu kwa makini kwa nilikuwa nafikiria kwa muda. Hapana babu, sijaja na mtu yoyote. Nikajibu kwa nikiwa naonyesha wasiwasi mkubwa. Unaniongopea? Swali hilo la babu likaniongezea wasiwasi mkubwa sana. Ni vipi nilikuwa naongopea wakati mimi nilikuwa nimepanda gari stendi nikiwa peke yangu? Nilinipa wasiwasi swali hilo. Nikatikisa kichwa kukataa. Naambia uliyefuatana naye mara baada ya kushuka kwenye gari ya huko ni nani? Nilisikia tumbo likiunguruma ghafla mara baada ya swali lile la babu. Maswali mengi yakajijenga katika uso wangu. Nikabaki kimya bila kujibu swali hilo. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ya 26. Mimi naitwa Felix Mwenda.